Imezungumzwa hapa kwamba kwenye dira yetu ya 2050 mazingira yamewekwa kama sehemu ya nguzo zile tatu. Ni bahati mbaya sana kwamba kwa sababu zile nguzo mbili zinaeleweka hazikuzungumzwa hapa. Sasa ili tuilete maana kamili ya nguzo ya tatu, ni vyema tukajua zile nguzo mbili zimezungumza nini kwenye dira yetu. Nguzo ya kwanza, ili kufikia malengo ya dira yetu 2050, inazungumzia uchumi imara, jumuishi na shindani. Nguzo ya kwanza ambayo inazingatia uchumi unaokua kwa kasi, lakini uchumi unaobebwa na sekta binafsi. Nguzo ya pili inazungumzia uwezo wa watu, uwezo wa Watanzania na maendeleo ya jamii ya Kitanzania. Jamii ambayo ina uwezo wa kupata afya bora, elimu bora, ujuzi kwa ajili ya kuendana na soko la ajira la dunia ya sasa na dunia hii tunayoizungumzia kwa miaka 25 ijayo sisi kama Watanzania. Na nguzo ya tatu ndio hii ambayo tumezungumza sana, waheshimiwa wabunge. Uendelevu wa mazingira na ustahimilivu. Kwa nini nguzo hii imewekwa na waandishi wa dira na tukakubaliana kama taifa iwe sehemu ya nguzo tatu za dira hii 2050? Imewekwa ili kusimamia rasilimali za taifa, kuhakikisha kwamba tunapotumia rasilimali zetu za taifa tuzingatie kuzuia mabadiliko ya tabia nchi. Na sababu ya pili, nguzo hii ya uendelevu wa mazingira na ustahimilivu imewekwa ili kuhakikisha matumizi endelevu ya mazingira na maendeleo ya sasa yasiathiri vizazi vijavyo. Waheshimiwa wabunge, niwaombe sana na niwasihi sana, tupitishieni bajeti hii tukayasimamie mazingira. Mheshimiwa Waziri wetu Injinia Masauni, tumeshakaa pamoja ndani ya wizara na wataalamu wote na tumekubaliana kwa dhamana hii tuliyopewa ya kitaifa ya kusimamia mazingira na taifa letu kwa ajili ya vizazi vijavyo. Tutakwenda kuifanya kazi hii kuliko wakati mwingine wowote ambao umewahi kuwepo. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ni champion wa uhifadhi na uendelevu wa mazingira ndani ya Tanzania, Afrika Mashariki na nje ya dunia, amesaini kitabu hiki cha dira yetu ya 2050, na mpaka tukafikia kuongelea habari ya zile nguzo tatu. Anataka zituelekeze, nguzo hizi tatu zituelekeze kwenye uchumi wa dola trilioni 1 la kwanza, lakini zituelekeze kwenye kuwahudumia Watanzania ambao mwaka 2050 inakadiriwa tutakuwa tumefikia milioni 118. Lakini si tu hivyo, anataka wakati huo ukifika tuwe uchumi wa juu wa pato la kati. Sasa amezungumza mheshimiwa mbunge mmoja hapa na nitamnukuu, wakati akiuzungumzia muungano amesema amani na umoja wa taifa letu tunauona, kifungashio chake ni muungano. Sasa dira yetu hii na mambo yote yatakayoenda kufanyika kwenye dira yetu hii, mipango yote ya maendeleo ambayo tutaipitisha kwa miaka 25 kutokea sasa, kifungashio chake ni mazingira. Kazi hii tutakwenda kuifanya kwa weledi na kwa wivu mkubwa, na kwa kweli niwahakikishie zitakuwepo kelele za hapa na pale kusimamia urithi kwa ajili ya kizazi kijacho. Haitakuwa kazi ya kupigiana makofi. Tuko tayari kuzibeba lawama, lakini tutatanguliza kutoa elimu kwa Watanzania wote
elimu kwa Watanzania wote watuelewe, na baada ya kutoa elimu tutakwenda kusimamia misingi ya sheria na taratibu ambazo tumejiwekea kama taifa katika kuyasimamia mazingira ya nchi yetu. Tunakwenda katika kipindi ambacho mazingira haitakuwa a by the way thing. Itakuwa ni jambo la kwanza kabla ya mtu kuwaza jambo lolote. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.